Of course kulikuwa kuna maneno mengi ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa Instagram. Kama ninavyokuambia kila siku, ni mtandao ambao unakimbia kwa kasi sana, hasa kwenye masuala ya story, lakini pia kwa watu ambao ni maarufu katika mitandao ya kijamii. Lakini tumeona video kadhaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mke wa Jux akijifunza Kiswahili, na tunafahamu yule Kiswahili kwake ni ngumu kwa sababu ametokea nchi za wenzetu huko Nigeria. Lakini tumeona kabisa namna ambavyo akifundishwa kuzungumza, pia hata kupiga umbea, akiwepo na wifi yake. Nadhani ni wifi yake yule ambaye alikuwa anazungumza naye kwamba tunatamani ujue kuongea Kiswahili na tupige umbea Kiswahili. Nitakuwekea clip hapo ambayo inaonyesha kwamba Priscilla akizungumza Kiswahili na akiwa anajifunza. Ni jambo zuri sana, hasa sisi wa Tanzania kuona mtu kutokea nchi za kigeni, hasa Nigeria na sehemu nyingine, kujifunza lugha yetu ya Kitanzania, hasa Kiswahili. Ni jambo ambalo nzuri sana, linatuongezea asilimia kubwa kwamba jambo ambalo tunajitahidi si kama Watanzania wenzetu kuwafundisha na wenzetu lugha hii ya Kiswahili, na inatupa thamani kubwa, hasa kwa yule ambaye ni maarufu katika mitandao ya kijamii kwamba Kiswahili kimekuwa kinapiga hatua kila kukicha, hasa kwenye masuala ya entertainment, masuala ya siasa na vitu vingine vingi. Lakini tumeona kabisa Priscilla akijifunza vitu vingi hasa vya Kiswahili, mpaka umbea. Inawezekana akaanza sasa kupiga umbea na kuwajibu mashabiki zake kutokana na ile hali ambayo mume wake alikuwa anakutana nayo kuhusiana na mitandao ya kijamii. Labda alikuwa haelewi kwa sababu kile nilikuwa ni Kiswahili, lakini sasa hivi kwa vile mtu anamfundisha, atajua kabisa kuwajibu akina na watu wengine ambao wanamwataki hata mume wake. Lakini pia ni vitu ambavyo vinawezekana. Hapa pia sisi tunajifunza Kiingereza na vitu vingine, lakini iwaje yeye asiweze Kiswahili? Hizi ni ripoti kutokea hapa Kasako Media. Jina langu naitwa Dada Bonge. Bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.